Ndugu waandishi wa habari, narudi tena kama alivyosalimia mwenzangu, na mimi nawasalimia pia. Mimi naitwa Suleiman Salim almaarufu Zakazaka. Nia kubwa ya kuwaita hapa ni kama mwenzangu jinsi alivyozungumza. Sisi tumeshangazwa na wazee wenzetu wa Yanga jana kwa maneno aliyozungumza. Sisi tuko tunafikiria kwamba wazee ni kazi yetu kuwa na busara, lakini kumbe wazee wenzetu wale wamekosa busara kiasi ambacho wanazungumza maneno ambayo hayaendani na soka. Wao wamezungumza kwamba hawatoingiza timu uwanjani, na timu ikiingia uwanjani kwa kuruhusiwa na viongozi wao, ndipo hapo siku hiyo itakuwa mwisho wa ligi. Sasa mwisho wa ligi huu unakuwa tofauti namna gani? Au mwisho wa ligi huu unakuwa kwamba ni mwisho, sisi hatuelewi kitu gani ambacho wao watakifanya. Kwa maana hiyo kwamba sisi tunawaomba siku hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 6 walete timu uwanjani ili waje pale, waje kufanywa kitu ambacho kinastahili kufanywa, na wao siku hiyo lazima watafungwa tu. Wanapata uoga tu wao kosa kutaka kuingiza timu. Hilo la kwanza. Jambo lingine la pili, wao ni watu ambao sasa hivi wanailaumu bodi ya ligi. Bodi ya ligi mbona ina mapenzi makubwa sana kwao toka mwanzoni na mpaka sasa hivi inapokwenda. Wao wanapata uoga wa nini wa kuona sasa hivi bodi ya ligi haina mahusiano na wao. Naona wao walikuwa tayari wameshachukua maamuzi ya kutoka hapa kwenda CAS. Na walipokwenda CAS wakaelekezwa jinsi ya kufanya. Wamerudi hapa wanasema hawana imani ya wao pamoja na bodi ya ligi. Hawaamini tena viongozi wa bodi ya ligi. Hapa hakuna ukweli. Hichi kilichokuwepo, wao wanakuwa ni waoga tu wa kucheza hii mechi. Sababu viko vitu vingi tu ambavyo wao inaonyesha kwamba walikuwa wanapendelewa na bodi ya ligi, lakini wao wanakuwa usaulifu au wanajisaulisha. Naona kuna vitu vingi tu. Kitu kimoja ambacho wao walikuwa wanafanya, ilifikia wakati mpaka viongozi wa Yanga au klabu ya Yanga wanachagua mpaka marefali wa kuwachezesha, kwamba sisi mechi hii tunataka refali fulani atuchezeshe. Na bodi ya ligi ilikuwa inakubali, wanaridhika, wanakubalia wanachotaka wao. Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa waoga? Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa wanakataa kukubaliana na bodi ya ligi? Kitu kingine wazee hao walichokizungumza jana, niliona ni kitu cha ajabu sana. Mawazo yao wao ya kutaka kwenda kwenye mahakama ya kawaida, kwenda kupeleka hizi kesi za mpira. Wasijidanganye kwamba wao watapokwenda mahakamani kwenda kutaka labda nchi itafungiwa katika soka, wasijiongopee. Itakaofungiwa ni klabu yao, haiwezi kufungiwa nchi. Kwa sababu nchi sio serikali ambayo imejiingiza katika mambo ya mpira. Ni klabu ndio imejiingiza katika mambo ya kwenda mahakamani. Na nchi haiwezi kufungiwa kutokana na klabu. Klabu yenyewe ndio itapata adhabu. Kwa hiyo wasijidanganye kwamba wakienda mahakamani kwamba serikali ndio inaweza ikahusika au nchi ikahusika kufungiwa. Wanajidanganya. Wasikawe wakajiongopea. La mwisho kabisa ambalo nilikuwa nataka kulizungumza, kiongozi wao ambao ndio rais wao, ambaye engineers. Hawa watu wazee hawa wanawatuma wao waje kuzungumza maneno haya. Wasidanganye kwamba wazee ndio wanazungumza yale maneno yanazungumza na uongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga hawezi kujitokeza mbele kuzungumza, wanatuma wale wazee waje kuzungumza ili kuonekana kwamba kama wazee ndio wanaongea. Hapana, wanaongea sio wazee, wanaongea ni uongozi wa Yanga ndio unaongea katika jambo hili. Kwa hiyo wasiweke panzia ya kutaka kuwasingizia wale wazee. Asante sana.